Mheshimiwa Mbunge, kwanza nikupongeze sana kwa jinsi ulivyoutenga muda wako wa kupokea changamoto za wananchi wa Kimaha kuanzia tulipoanza mpaka sasa hivi. Ni matumaini yangu kwamba tunawatendea haki wananchi wa Chemba na hususan katika kata ya Kimaha. Mheshimiwa Mbunge, nikushukuru sana. Nikukumbushe kwamba nilipokuwa Chukuruma nilikueleza jambo moja ambalo ndio msingi wa kata ya Kimaha, elimu. Mheshimiwa Mbunge, kwenye vikao vyetu vya ODC tulikubaliana, lakini pia tulifanya mikutano ya hadhara kwamba kulingana na jiografia ya eneo letu la kata ya Kimaha, shule ya sekondari moja ambayo tunayo pale, tuweze kuongeza jengo moja kwa ajili ya hostel ya watoto wa kike. Mheshimiwa Mbunge, jambo hilo wananchi wameniunga mkono pamoja na viongozi wote wa vijiji. Jambo hilo kwa hatua iliyofikia sasa hivi tumeomba kibali kwa ajili ya kuchangisha. Lengo ni kusaidia watoto wa kike walau wabaki katika hosteli ile. Mheshimiwa Mbunge, iwapo kibali chetu kitakubaliwa na mkuu wa wilaya ndani ya wiki hii tukifuatilia, wananchi wakachangia, maana yake ni kwamba tunaenda kuikomboa elimu katika kata yetu ya Kimaha. Tunapata changamoto kubwa, watoto wanakaa mageto. Nilisemea hili muda ule, lakini imefika sasa ni wakati wa utekelezaji. Mheshimiwa Mbunge, yapo mengi ya kusema, nafahamu jinsi unavyonisaidia. Nafahamu nikinyanyua simu yako kukuambia jambo, utekelezaji ni muda mfupi tu. Mheshimiwa Mbunge, tuna changamoto ya mawasiliano, hili unafahamu, tunaendelea kupambana. Tuna changamoto ya maji, tuna changamoto ya umeme, tuna changamoto kadha wa kadha katika kata hii ya Kimaha. Lakini tusichoke. Tumepewa nafasi miaka mitano, lazima tutimize ndoto za wananchi wetu. Ziara yangu hii ina lengo la kuja kuzungumza na wananchi, lakini kuweza kuendelea kujadiliana namna bora ya kwenda kuimarisha ustawi wa maendeleo kwa wananchi wetu na kwenye maeneo yetu. Yamesemwa hapa na haya yaliyosemwa na Mheshimiwa Diwani, mliniambia wakati wa kampeni, na baada ya uchaguzi nilipokuja hapa pia tulijaribu kudadavua mambo kadhaa, na yote hayo kwa nafasi mlionipatia mimi, kiongozi wenu, mtumishi wenu, tayari nimeshafikisha kwenye taasisi zetu ama kwenye wizara zetu mbalimbali zinazokwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba tunapata fedha na kuweza kutatua changamoto zetu tulizonazo. Lakini pamoja na ushiriki wangu wa vikao vya bunge, hali kadhalika changamoto zetu tumeendelea kuziwasilisha hata kwa viongozi wetu wakuu wanaofika ndani ya wilaya yetu. Tumepata fursa ya kufikiwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipofika mimi mbunge wenu nilipewa nafasi kwa niaba yenu. Niliendelea kupaza sauti kusema yale yanayotusibu wananchi wa wilaya ya Chemba, tukiwemo wana wa Ilanje. Lakini pili, amekuja Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vivyo hivyo tulifikisha tukiwa tunatambua kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu ndo mtendaji wa shughuli za serikali ndani ya taifa letu. Niseme tu kwamba hatua iliyobaki sasa kwamba ni mimi mbunge wenu kuendelea kuisukuma na kuisimamia serikali ili iweze sasa kutekeleza, baada ya kufanya kazi kubwa ya kupitisha bajeti ambayo tumepitisha bajeti ya trilioni 62 inayokwenda kutuhudumia na sisi wananchi wa Mwilanji. Lakini wananchi wangu, niwaambie kwamba swala la maendeleo ndani ya maeneo yetu yatakuwa ni hatua. Hatuwezi kufanya mambo yote kwa mwaka mmoja, lakini kadri tunavyozidi endelea na bajeti zetu mbalimbali, mimi mbunge wenu niko tayari kuendelea kuisukuma serikali kwenye kila hatua kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha huduma za afya, huduma za elimu, huduma za miundombinu ya barabara, mawasiliano, lakini maji pia na huduma zingine zote ambazo zinatugusa kwenye maeneo yetu. Na leo mimi mbunge wenu, mtumishi wenu, nimekuja kwa mara nyingine tena baada ya kumaliza bunge. Na baada ya kumaliza bunge nikasema nitengeneze hii ratiba Mwilanji na Mweksabe, pamoja na kwamba nilishakuja nikafanya mikutano, lakini nikasema yapo ambayo mnatamani kunituma tena kwa mara nyingine, na kwa kuwa mimi ni mtumishi wenu, kazi yangu ni kuja huku na kupokea yale mnayotamani niyapeleke panakohusika. Basi imependeze pia leo nimekuja baada ya kuachana, niko tena leo kwa mara nyingine